kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha. Mwaka 2007, 2008, Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake, hatukuwaza kumfukuza wanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo. Siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana. Mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwasita Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hatukuwahi kuwaza eti kimfukuze wanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi. Aidha, miaka ya hivi karibuni tulipokuwa kwenye maridhiano baina ya Chadema, Chama cha Mapinduzi na serikali, lilijitokeza kundi la viongozi ndani ya chama, akiwemo wakati huo makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, mjumbe wa kamati ya maridhiano ambaye sasa ni makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche, mjumbe wa kamati kuu ya chama ya sasa Godbless Lema, na aliyekuwa pia mjumbe wa kamati kuu Peter Msigwa. Waliendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, wakati alikuwa maamuzi ya baraza kuu la mwezi Mei mwaka 2022. Wakaendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, lakini hakuna aliyesema hawa watu tuwafukuze wanachama kwa sababu wanapinga maamuzi ya baraza kuu. Ni kwa sababu chama chetu kimejengwa kwenye misingi ya kusikiliza. Na mfano wa mwisho ni wa viongozi niliowataja. Walipinga hadharani operesheni ya chama ya GF, Grassroots Fortification, na kupuuza kabisa kazi zilizofanywa na walioitwa Joko, Jimbo Operation Commander, ambao walifanya kazi kubwa na ngumu kweli kweli katika taifa hili. Mtakumbuka tulizuiliwa kufanya siasa tangu mwaka 2016. Tuliporuhusiwa kufanya siasa mwezi Januari mwaka 2023, tulikuwa tumeshafika mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama. Ikabidi kwa sababu chama kilishapooza huko chini, tuanzishe operation ya GF, Grassroots Fortification, kungomesha chama kule chini mashinani. Tukateua watu walioitwa Majoko. Operation hii iliendeshwa na naibu katibu mkuu bara wakati huo, ndugu Benson Kigaila. Tangu mwaka 2023, Kigaila hakuwahi kurudi kwenye familia yake. Mpaka mapema mwishoni mwa mwaka 2024, mwezi Disemba, ndio alimaliza operation Kanda Kaskazini. Hakuwahi kurudi. Lakini viongozi hao ndio wataja, walipinga operation hiyo hadharani na waziwazi. Hakuna aliyesema au kupendekeza wafukuze wanachama. Kwa leo watu wanaosema kwamba G55 wafukuzwe wanachama ni watu waliokosa uvumilivu ambao umejengwa kwa miaka mingi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na ndio utamaduni wetu. Wa kukosoana kwa hoja, kusikiliza hoja, tuna utamaduni wa kupima uzito wa hoja. Kwa hilo tumeona kwamba tuliseme kwa sababu ni utamaduni ambao unamea kwa kasi sana ukishereheshwa na matusi ya kutosha. Yaani leo ukisema chochote hata cha kushauri chama kinyume na kile ambacho wanataka kusikia, my friend, matusi ni mengi kupindukia. Kwa hiyo tunashauri tena chama, utamaduni huo, njia hiyo wanayotaka kuchukua sasa, haitakiacha chama chetu salama. Waachane nao kwa sababu sio utamaduni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho tunataka watu wafundishe wenzetu waige utamaduni huo. Leo kama ukikosolewa ndani ya chama unawaza kufukuza wanachama wako, tena watiania wa ubunge waliogombea 2020 ambao wakifanya chama hiki leo kinapata ruzuku, kisa wanatoa maoni na mawazo mbadala. Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku ukipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo mbadala. Jambo la pili ni chama chetu kutokusaini kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wako watu wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako wakina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la. Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tunasikia makamu mwenyekiti bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tunamsikia mwanasheria mkuu wa chama akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Watu hawa waliokuwa na ndoto za muda mrefu na wengine wamekitumikia chama hiki kwa miaka mingi, ndoto zao zimeuawa kwa sababu tu ya kiburi cha viongozi wetu.
Pale awali nimesema viongozi wa dini, Pasaka yote hii wote wanaunga mkono mabadiliko, reforms. Lakini hakuna mmoja aliyesema tukazuie uchaguzi. Wote wanatuhimiza waumini tukashiriki uchaguzi, lakini wanaitaka serikali ihakikishe uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Ndicho walichosema, si ndio? Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje? Tunasema tutaingia barabarani. Ukiulizwa watu wasipojitokeza na unaingia barabarani unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura. Sasa sisi tunataka kwenda kuingia barabarani, tunaenda kuzuia hawa wananchi. Kwa sababu ndio ukweli. Nchi hii sio ya chama kimoja. Kwamba wananchi wote ni Chadema. Wako wa vyama vingine wanaenda kwenye uchaguzi. Unaposema tuingie barabarani kwenda kuzuia uchaguzi, unakwenda kuwazuia hawa wananchi wanaokwenda kupiga kura, unakwenda kumzuia nani? Kwa sababu barabarani utakutana na wale wa vyama vingine wanaenda kwenye kupiga kura. Wewe unaenda kumzuia yupi? Unataka kuzuia tume, utaikuta wapi tume siku hiyo barabarani? Hiyo tume haitakuwepo huko barabarani. Tume itakuwa kwenye vituo. Sasa unaenda kumzuia nani? Tunajidanganya kwamba tunaweza kwenda kuzuia hawa wananchi haki yao ya kwenda kupiga kura, jambo ambalo halitawezekana na sio rahisi kama tunavyofikiria. Ndugu zangu, tuliposhauri chama kikasaini, tulikuwa tunafahamu madhara ya kutokusaini. Kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge katika nchi hii na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa miaka 15. Wako G55. Wametunga sheria, wanafahamu kanuni. Kwa sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu na uelewa. Kwa tuliposhauri tulijua madhara ya hiki kitu. Ndio hivyo. Jana mmemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odero ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni. Mwanasheria mkuu wa chama alipoulizwa mtaenda mahakamani, hakujibu hilo swali. Kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto. Na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujirejesha kwenye misingi. Ndugu zangu, chama chetu cha Chadema kwa muda mrefu tangu kilipofanywa mabadiliko makubwa mwaka 2006 na kabla ya hapo mwaka 1993 kimejengwa kwenye misingi ya kimapambano. Hatujawahi tangu tusajiliwe kukimbia mapambano na hasa ya uchaguzi. Katika mazingira magumu sana, mwaka 93 chama ndio kimeundwa. Tulishiriki uchaguzi mdogo kule Kigoma na Dr. Amani Walid Kaburu pamoja na mizengo yote iliyofanywa na serikali wakati huo. Rais Mwinyi akatumia ndege ya serikali kwenda kufanya kampeni na magari ya serikali. Hatukujitoa wala kukimbia. Tukashinda au kututangaza, tukaenda mahakamani, mahakama itatengua uchaguzi. Hatukuwahi kusema hatushiriki. Mwaka 93 chama chetu kimejengwa katika mapambano. Uchaguzi mdogo wa Tarime mwaka 2008 ulikuwa mapambano kweli kweli. Hatukuwahi kusema tukimbie uchaguzi. Uchaguzi mdogo wa Rumeru Magharibi mwaka 2012 kiongozi wetu Bwana Mbwambo alichinjwa na kwa chainsaw, shingo ikakatwa kwa chainsaw. Hatukusema tukimbie mapambano. Leo viongozi wetu wanasema kwenda kwenye uchaguzi ni kupeleka watu wakauawe. Lakini tuendelee tukazuia uchaguzi. Ni mapambano yapi yatakayomwaga damu? Sisi wa Chadema tutakapoanza kuwazuia wanachama wa vyama vingine na wananchi wanaohimizwa na viongozi wao wa dini kwamba wakashiriki uchaguzi, si mapambano wenyewe kwa wenyewe hayo? Ni wapi damu itamwagika zaidi? Tunataka hili Watanzania walitafakari na liwaingie. Tusipende kupeana maneno malaini ya uongo hivi. Leo baada ya chama kujitoa kwenye kushiriki uchaguzi, viongozi wa chama wanahaha, wanawaambia wana Chadema huko kwamba subirini, tunaweza kupata fursa ya kusaini. Tunasubiri huo muujiza. Kwa sababu wako watu kwa maelfu na wengine wameshaanza kuondoka kwenye chama. Ndugu zangu, tumesikia ule Ruvuma madiwani umeondoka. Tumesikia pale Rumeru aliyekuwa mtiania wa ubunge mmoja wapo ameondoka kwenye chama. Na wengine wanauliza tufanye nini? Kwa sababu wako wanachama wengi wa Chadema wenye ndoto za kuwatumikia wananchi wa maeneo yao. Wako madiwani 85 wakata. Wanauliza kwa sababu tayari ni madiwani, wanaamini wamefanya kazi nzuri ya kuwakilisha wananchi wao, kwa hiyo wanaweza kuchagulika tena. Wafanye nini? Wito wetu, tunaomba watulie kwa sasa. Wakati tukiendelea kutafakari pamoja na chama chetu, tunawasihi na kuwashauri watiania wenzetu wote wa ubunge, udiwani na urais watulie ndani ya Chadema. Wasifanye maamuzi ya haraka na ya hasira. Wasihame chama wala wasikate tamaa za kuendelea na shughuli za kisiasa kwa wakati huu. Kwani hata sisi tulioko mbele mnaotuona wa G55, watu wanafikiri G55 ni mrema. Mimi nimetangulizwa tu. Ninazungumza kwa niaba ya watu. Na ndio maana ndugu zangu waandishi wa habari, mtaniwia radhi. Wale mnaonitafuta binafsi nije kwenye interview na wakwepa sana kwa sababu ninayosema sio yangu binafsi. Ninazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Tunashauriana kabla ya mimi kuja kuyasema. Wewe ninayosema sio yangu. Hata wale wanachama na viongozi wa Chadema wenye hasira na mimi, mnanikosea tu. Kwa sisemi ya kwangu. Mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Kwa hiyo wanachama wenzetu tunawasihi watulie kwa muda. Wasifanye maamuzi. Tuendelee kushauriana. Tunaendelea kushauriana na makundi mbalimbali ya wadau wa demokrasia wenye nia na kupata njia nzuri, halali na yenye tija zaidi itakayowezesha watu kutimiza ndoto zao, matamanio na matumaini ya Watanzania, kupata viongozi wawakilishi mbadala kutoka katika kundi kubwa la wanasiasa na viongozi mahiri wa Chadema. G55 inaamini kwamba bado wana Chadema wenyewe tunao uwezo na uhakika wa kupata ufumbuzi wa ndani wa changamoto zote za demokrasia zinazotukabili. G55 tutatoa taarifa ya kina zaidi kuhusiana na jitihada hizi tunazoendelea nazo hivi karibuni.
hiyo tunawasihi wanachama na viongozi wa Chadema, hebu watulie. Hivi karibuni tunaposema sio muda mrefu sana. Kwa sababu tunaangalia njia bora na tunaendelea kushauriana na viongozi wetu. Watushauri namna nzuri ya kukishikilia chama chetu kisiparanganyike. Kwa leo tumewaita tuwaeleze haya kwa uzito, na tuwaombe sana waandishi wa habari mniafikishe kwa uzito huo, kwa sababu kama taifa tuko mahali ambapo sio pazuri sana na kama chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na naomba nimalizie jambo moja. Kuna kitu kinasemwa lakini hakisemwi kwa ufasaha. Kutokusaini maadili. Kanuni ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024, kifungu cha 162 ndio kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni. Na imesema kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazosainiwa maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kifungu kidogo cha 3 kinasema mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Wale wanaosema kwamba kanuni haziwezi kutoa adhabu, sheria ndio iliyofungua milango kwamba kanuni ndio ziweke adhabu. Kwa kifungu cha 1.5 cha kanuni kimewekwa kwa mujibu wa sheria kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3. Wao wana sheria wetu watuelekeze vizuri. Wasisome kanuni nusu nusu. Kwa sababu wanajaribu kutufanya tuamini kwamba kanuni hazina mamlaka ya kuweka adhabu. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Sisi tunaelewana. Na ukisoma kanuni ya sheria ya Kiingereza imetumia maneno shall. Wao wana sheria wetu wakati wanaendelea na mjadala wasome mpaka mwisho kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3. Waunganishe na katiba ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 ambacho kinasema maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa katika mahakama ya ngazi yoyote ile katika taifa hili. Mimi niwashukuru na niko tayari kwa maswali kama yatakuwepo. Nishuke kwanza. Naomba nifu. Ndugu na habari, tunashukuru mpaka kufikia sasa, na nichukue fursa hii kukaribisha maswali. Tutachukua maswali matano ya kwanza yatajibiwa, halafu tutaingia katika awamu ya pili. Karibuni sana. Unaweza kutaja jina na chombo chako na kuuliza swali. Mimi ndo kani niko gazeti la Mwananchi na maswali matatu. Swali la kwanza, Mrema amezungumzia kwa Chadema kuanzishwa ya mapambano katika masuala ya uchaguzi. Lakini 2019 mapambano ikimbia kususia. Hebu tukapitie kwa sawa. Swali la pili, amezungumzia kuhusu watu wa Chadema kuhusu hizo kanuni ni kama vile ilikuwa ndoto za walio wengi. Baadaye akasema kwamba itakuwa miujiza Chadema kushiriki uchaguzi. Sasa mwishoni mwa debate akasema kwamba imeanza jitihada mbalimbali wasiondoke tunasi. Sasa je, ndio miujiza Chadema shiriki au ni vipi? Swali la mwisho, imeanza jitihada na kwa maoni yake tarehe mchakato katika hili sababu muda usio. Nashukuru sana. Swali jingine? Karibu. Naitwa John, natoka Jambo Television, na maswali matatu. Mrema amesema kwa sasa hakuna uvumilivu ndani ya chama kwa wale watu ambao wanaonyesha kukosoa. Mimi nataka kujua, inawezekana labda sisi hatuna information. Kwa nyinyi ambao recently mmekuwa mnakosoa chama hiki, nataka kujua au mweke wazi kwamba je, kuna michakato ndani ya chama officially imekuwa instituted kuwashughulikia, kwa sababu inawezekana wanakutukana tu watu wa mtaani, unakuja kukisingizia chama kwamba kinafanya hivyo. Lakini nikurudishe nyuma, umesema kwa uongozi uliopita previous regime mlikuwa mnaruhusu ukosoaji na watu wenye maoni hasi dhidi ya uongozi. Umemtaja Zitto hapo. Lakini mwisho wa siku Zitto na wenzake akina Kitila walikuja kufukuzwa na uongozi ambao wewe ulikuwa ni sehemu yake, kwa sababu tu walikuwa wanajiandaa kugombea uchaguzi ndani ya chama kupinga uongozi. Lakini pia sio Zitto tu, akina Silinde tumewaona, akina Lokatale walipata dhahama hiyo ya kulazimishwa kuondoka kwenye chama kwa sababu tu walionyesha kuipinga baadhi ya misimamo ya uongozi uliopita ambao wewe ulikuwa sehemu yake. Hasa swala la COVID bungeni nadhani nakumbuka. Sasa mimi nataka kuuliza Mrema, udikteta au kutokuvumiliana ndani ya chama umekuona baada ya wewe kuwa sehemu ya wakosoaji, lakini wakati wewe ukiwa sehemu ya uongozi kuna watu walishughulikiwa, kuna watu waliondolewa na wakafukuzwa kwa sababu tu ya kukosoa, lakini wewe hukuwahi kusema. Sasa nikisema hii ni double standard au ni kwa sababu tu leo yamekufika wewe na wenzako ndio maana unalalamika, lakini huu ni mtindo ambao umekuwa ndani ya Chadema wa kushughulikia watu wenye mawazo mbadala dhidi ya uongozi. Swali la pili, umesema kanuni zimeshasainiwa, imeondoka kwenye mchakato wa uchaguzi. Swali hili limekuwa na mjadala sana Mrema. Viongozi wako wanachosema kwamba tume imekuwa wrong kwa sababu hakuna sheria wala hizo kanuni walizotunga kwamba ukisaini, yani ni lazima usaini tarehe fulani, kwa maana ya tarehe 12. Tume maana yake ni kwamba na wewe unaungana na tume kwamba ile tarehe waliotaja tume ni tarehe ambayo iko kwenye sheria au ni tarehe ambayo iko kwenye katiba. Tufafanulie hili. Lakini la mwisho, G55 bado mnasema ni wanachama wa chama cha Chadema na mngependa kukiona chama hiki kinakaa kwenye mstari. Huko nje sisi tunapotazama hii minyukano ya ndani ya chama hiki haina afya kwenye chama. Tunafahamu Mheshimiwa Lissu yuko
yuko na kesi. Kwa sasa ninachokiona chama kimekuwa na mwelekeo mmoja kuhusiana na mambo fulani na fulani yanayoendelea. Sasa nyinyi mnapokuja leo na hizi hoja na mnakuja public, hamwendi kwenye platform za chama, wenzenu wanaweza kuona kwamba mnafanya distraction kuwaondoa katika agenda za chama. Swali langu mimi, wewe Mlema na wenzako, mna balance vipi hizi criticism za kwenu kwenye chama na kuhakikisha kwamba hamkipasui chama au hamui sababu ya chama kuonekana kwamba kimevurugikana? Asante. Nafikiri tumepokea maswali ya kutosha katika hatua ya sasa. Mheshimiwa Mrema, karibu kwa ajili ya kujibu, na kama utakuwa na lolote tutaweza kuongezea pia. Shukrani. Niendelee kuwashukuru ndugu waandishi kwa maswali mazuri. Swali la Bakari wa Mwananchi ameuliza, mwaka 2019 tulikimbia mapambano. Hatukukimbia mapambano. Tuliingia kwenye mchakato wa uchaguzi. Tukaweka wagombea. Wagombea wetu asilimia 90 wakaenguliwa. Tukawa hatuna wagombea. Sasa tungeshiriki wakati wagombea wameshaondolewa. Ila tuliweka wagombea. Wakajaza fomu. Wakarejesha fomu. Wakaenguliwa. Wengine kule Machame, kijiji cha Nshara. Kuna mzee mmoja ni profesa mstaafu, Profesa Swai. Alienguliwa kwamba hajui kusoma na kuandika. Alikuwa anagombea kijiji cha Nshara, Machame. Profesa mstaafu yuko kijijini. Anaenguliwa na mtendaji wa kijiji aliyesha darasa la 7 kwamba huyu profesa hajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo tulipoenguliwa, tulikuwa hatuna namna, kwa hiyo hatukukimbia mapambano. Kwa hiyo rekodi unataka kuiweka sawa, nafikiri nikifafanua hivyo utanielewa vizuri zaidi. B, kufa ndoto na kanuni. Tumeanza jitihada, mnamnyungiza wa chama kushiriki uchaguzi. Sisi kama G55 tumesema hatuoni hizo ndoto tunazoaminishwa kwamba kuna muujiza unaweza kutokea. Hatuoni. Kwa sababu michakato ya uchaguzi imeshafika mbali. Na ili niunganishe swali hili na swali la ndugu John aliyetaka kujua kwamba chama kinasema kanuni zimesainiwa, viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa. Na niunganisha kwa sababu yanafanana. Kwamba viongozi wetu wanasema hakuna tarehe iliyowekwa kwa mujibu wa sheria kwamba kanuni zinasainiwa lini. Hii ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kifungu cha 4 cha sheria hii kinasema hivi: kanuni, maelekezo na notisi. Kifungu cha 4 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Kanuni, maelekezo na notisi. Kanuni, maelekezo na notisi zote ambazo tume ina mamlaka ya kuandaa au kutoa zitachukuliwa kuwa zimeandaliwa na zimetolewa kihalali endapo zitaandaliwa au zitatolewa zikiwa na saini ya mwenyekiti wa tume au mkurugenzi wa uchaguzi. Ndugu zangu, hoja kwamba kanuni hazina tarehe ya kusaini hivi ina hold water kweli? Tume itawezaje sasa kuratibu uchaguzi kama itasubiri mpaka siku moja kabla ya uchaguzi ndio chama kimoja kikamalizia kusaini kanuni? Itaendeshaje uchaguzi? Tume inapotoa kanuni za kufafanua sheria ni ili hiyo michakato iweze kwenda. Hivi mnataka tume ikachape nini kanuni kwenye gazeti la serikali? Kama kila chama kitasema kinasaini siku tunayotaka, tutakuwa na tume hapo? Wao wanapojificha kwenye kivuli kwamba hakuna tarehe. Ndugu zangu, tume inatakiwa ichape hizi kanuni. Wale tuliogombea tunafahamu. Mgombea ukienda kuchukua fomu unapewa kanuni, nakala ya kanuni. Wagombea wa vyama vyote, madiwani, wabunge na mgombea urais unapewa nakala. Hivi tumeisubiri mpaka wagombea waende wakateuliwa alafu ianze kuzichapa. Mnajua ni kanuni ngapi zinatakiwa zichapwe? Tunataka zaidi ya 3900 na kuna vyama 18. Fikiria kila chama kiweka mgombea kwenye kata. Zinahitajika kanuni ngapi? Viongozi wetu wasituhamishe kwenye hoja ya msingi kwa hoja nyepesi kiasi hicho. Tume lazima iweke muda, na kwenye kalenda ya tume kuna kitu kinaitwa electoral cycle. Duara la uchaguzi. Imefafanua hatua kwa hatua. Sasa mnataka hiyo tume iseme kila chama kitasaini saa kinayotaka. Hivi ikifika wakati sasa ni wakuteua wagombea na hamna chama kimesaini, hiyo tume na uchaguzi inaratibu? Kwani shia tu kusema kwamba viongozi wetu hawakusaini kwa sababu ya kiburi. Na tuliwatahadharisha tarehe 3 Aprili. Jitihada zitaisha lini? Tumesema hivi karibuni. Na tunaposema hivi karibuni tunafahamu kalenda ya uchaguzi, wagombea, bunge linavunjwa mwisho wa mwezi wa 6. Michakato ya tume ya kuchukua fomu, kurejesha fomu itakuwa imeshaanza. Kwa tunaposema karibuni tunamaanisha bado tuko kwenye mashauriano. Sasa siwezi kutoa tarehe maana nitakuwa mtabiri. Na kipaji hicho Mwenyezi Mungu hajanijalia. Lakini waombe tu subira kuvuta heri. Ndugu John, kwa sasa uvumilivu ndani ya Chadema wakosoaji je? Kwa michakato ya ndani chama kinawashughulikia rasmi? Ndio. Wako watu wa G55 wameandikiwa barua na matawi yao kwa maelekezo ya chama kwamba wajieleze. Yuko makamu mwenyekiti wa kanda ya kati Dodoma, ndugu Jingu, alienda kwenye mkutano wa hadhara akamkosoa mwenyekiti wa chama taifa kwa mambo haya. Ameandikiwa barua na ameitwa kwenye kikao cha maadili cha kanda ya kati Dodoma. Mwenyekiti wa jimbo la Segerea yuko hapa. Ndugu Asenga nimemuona. Ameshaandikiwa barua na tawi lake, amepewa siku 14 ajieleze kwa nini asifukuzwe wanachama. Yuko ndugu Romanus Mapunda. Alitia nia ya kugombea urais kupitia Chadema, yuko hapo. Yeye ameshaitwa kwenye kikao cha. Nafikiri ameshajieleza bwana. Na tayari ameshajieleza. Amekaa hapo. Kwa hiyo huu utamaduni sio kwamba ni wa mtaani. Ndani ya chama tunashughulikiwa. Swali la pili la ndugu John. Zito na wenzake walifukuzwa ndani ya chama. Sio sahihi. Zito Zuberi Kabwe, Profesa Kitila Mkumbo pamoja na Samson Mgamba hawakuwahi kufukuzwa na chama hiki. Walivuliwa nyadhifa zao. Ndio maana Zito akaendelea kuwa mbunge. Zito yeye ndo akaenda kufungua kesi akizuia chama kisimfukuze wanachama. Lakini chama hakikuwahi kufukuza wanachama.
alimaliza ubunge wake. Hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo hajawahi kufukuzwa. Kitila Mkumbo alivuliwa nyadhifa yake ya mjumbe wa kamati kuu. Samson Mwigamba alivuliwa nyadhifa yake ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Arusha. Hawajawahi kufukuzwa. Kwa hiyo sio sahihi kusema tuliwahi kuwafukuza Zitto na wenzake hawakufukuzwa. Hakuna rekodi ya Zitto kufukuzwa wanachama. Alivuliwa wadhifa wake wa naibu katibu mkuu bara. Na rekodi ziko that clear. Silinde wakatali walazimishwa kuondoka. Hakuna ambaye akiondoka kwenye chama hatatafuta sababu. Kama ambavyo akirudi lazima atafute sababu kwa nini amerudi. Wakina Silinde walimaliza ubunge wao, Lokatari alimaliza ubunge wake, Anthony Komo alimaliza ubunge wake, Said Kubene alimaliza ubunge wake na hatimaye wakaondoka. Na wala hayakuwa mambo ya COVID. Sasa COVID ilikuwa haipo wakati wanaondoka kwenye chama hiki. Mbona hukusema ulipokuwa kiongozi amekufika? Nimesema mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya watu wengi wanaoshughulikiwa. Na wakati huo nikiwa ndani ya uongozi, tulizuia watu wasifukuzwe. Ila walikuwa wanapewa maonyo, wanaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Siku Zitto, Kitila Mkumbo, Samson Mwigamba wanahojiwa. Tulikuwa kwenye kikao cha kamati kuu cha siku 2 pale Ubungo Plaza. Zitto alikuwa Addis Ababa Ethiopia. Hatukumjadili mpaka akapanda ndege, akatoka Ethiopia akarudi, amefika pale saa 9 alfajiri. Ndio hoja ikawekwa mezani. Kwa sababu alikuwa na haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo tunachosisitiza, kama kuna mwanachama mwenye makosa, aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni, katiba ya chama chetu. Ndicho tunachosisitiza. Kanuni tayari zimesainiwa, viongozi wako wanasema nimeshalijibu. G55 minikano hii haina afya kwenye chama. Mwenyekiti yuko gerezani, amfanye distraction. La mwenyekiti kwa gerezani, chama kimeshatoa tamko na tunaunga mkono tamko la chama. Kwa sababu sisi ni sehemu ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa tamko la chama tunaliunga mkono. Kwamba tunafanya distraction ili iweje? Yaani ukishauri chama kuna wakati ambao sasa unafika kwamba wakati huu ndio unaweza kushauri, wakati huu huwezi kushauri. Tukiwa na chama cha siasa cha namna hiyo, hakuna wakati wowote utaonekana ni mwafaka wa kushauri. Kwa sababu kila siku kuna matukio yanatokea ya kisiasa. Kwa hiyo siku leo ukijitokeza kushauri, unaweza kukuta kuna msiba. Utaambiwa nini unashauri siku leo tuna msiba, kuna viongozi wetu kafariki. Kesho utakuta kuna mgonjwa. Kwa nini unashauri wakati tunapambana na afya ya mgonjwa wetu? Kwa hiyo wakati mwafaka wa kushauri ni kadiri ya kupata nafasi na hoja. Ndipo tunajitokeza kulingana na hoja. Na mwisho kabisa nilikumbushwa wakati nimeenda kukaa kwa niaba ya G55, tunatoa pole kwa viongozi na waumini wa kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao Baba Mtakatifu. Tunawapa pole sana katika kipindi hiki kigumu. Waendelee kumuomba Mungu ili waweze kuvuka salama. Na niombe tu wale wenye maswali, kapitieni sheria na kanuni. Maana kuna maeneo zimefafanua. Na niwaombe pia, mambo mengine waulizeni pia tume. Tusikilizeni sisi wanasiasa, sikilizeni tume, sikilizeni wanasheria wengine kwa sababu hata hizo reform tunazopigania tulishaziwasilisha kwenye mamlaka za serikali, tumeziwasilisha kwa tume. Na chama chetu tulipoletewa kanuni mwezi Disemba mwaka 2024 tulikuwa kwenye sekretarieti ya chama taifa. Tulijaribu kuandika maoni, hatujui kama yale maoni yalipelekwa ama la, kwa sababu hilo anaweza kujibu katibu mkuu wa chama aliyeko sasa. Nafikiri nimejibu maswali yenu yote. Bwana, unataka maswali nyongeza? Ndio. Swala la kujibu mimi bado sijatika. Lipi? Kuhusu issue ya mianza na shauri. Ndio. Ndio. Sasa swali langu linakuja. Awali nimwambia waletea nia bunge watulie, wasiwe na pressure. Nyinyi mmeanza huo mchakato. Sasa nataka nifahamu, huo mchakato utakuwa na moshi mweupe kwa wao mnaoambia watulie. Wakati awali ulisema kwamba Chadema kushiriki uchaguzi ni ndoto. Sawa, nimekuelewa. Tuweke sawa basi. Tatizo unataka nianze kuvuka mto kabla sijafika kwenye mto husika. Nimesema tunawasihi wanachama wetu, viongozi wetu, watiania wenzetu wa ubunge na udiwani wasichukue hizi hatua wanazochukua sasa za kuanza kuondoka kwenye chama. Nimesema tumeona madiwani Songea wameondoka. Tumeona mtiania Rumeru kule magharibi ameondoka na watiania wengine. Tunapigiwa na watiania mbalimbali, tumewasihi wasichukue hatua za haraka kwa sasa. Kwa hiyo nikuombe tunavuta subira kama ambavyo na sisi tunavuta subira. Swali la mwisho la Odemba. Asante sana. Ndio. Mimi naitwa Chifereva natoka Star TV. Nina maswali mawili. Ndio. Swali la kwanza, Shomrema. Umesema kwamba uamuzi huu wa Chadema kushiriki uchaguzi inaua ndoto ya wanachama kwa kutaka kushiriki uchaguzi kutokana na kiburi cha viongozi. Swali langu la msingi, je, huu msimamo wa kugombea uchaguzi ni ya viongozi wa Chadema au ni uamuzi wa baraza kuu, mkutano mkuu na kamati kuu ya chama ambayo wakati wanafikia mwafaka huo na wewe ulikuwa sehemu ya kamati kuu? B, umesema vile kwamba wakina Silinde hawakufukuzwa bunge, kwamba walimaliza bunge wao. Je, hawakufukuzwa bunge kwa matakwa ya chama ama hawakufukuzwa bunge kwa matakwa ya mamlaka ya bunge? Kwa sababu sote pamoja tunafahamu ya kwamba kwa mujibu wa sheria nchi yetu, bunge akifutwa wanachama na chama chake automatically anapoteza sifa ya kuwa bunge. Sasa hawa walifukuzwa wanachama chama, na wewe vile vile ulikuwa miongoni mwa uongozi kwa wakati huo. Mwenyekiti kwa wakati huo alikuwa ni Mheshimiwa Freeman Boy, na walifukuzwa wanachama wakaendelea kuwepo kwenye bunge. Sasa katika hili makosa haya ni ya chama, kwa chama kutekeleza wajibu wao kama chama, ama makosa ni ya mamlaka ya bunge ambao wanaendelea kuwaruhusu kwa bunge na wakamaliza bunge wao, yali chama chao kimeshafuta wanachama, na katiba nchi hii inataka wanachama bunge yote akifutwa wanachama anakosa sifa. Asante. Nakushukuru sana. Swali la mwisho hilo nikutake tu ukaulize mamlaka. Kwa nini? Ndio. Kwa nini kuna wabunge 19 kule bungeni ambao hawana chama mpaka leo? Wale wakina Halima Mdee na wenzao tuliwafukuza wanachama, lakini wako bungeni mpaka tunapozungumza hapa. Swali langu la walifanya makosa. Mimi nimekuuliza na hapa bahati mbaya tuko kwenye kipindi cha kujadiliana. Niache nimalize na mimi kukujibu. Swala la wakina Silinde nimesema walikaa bungeni wakala mpaka kiinua mgongo ndio wakaondoka.
kwamba ni makosa ya chama, ni makosa ya mamlaka, ni kutokufuatwa kwa sheria, katiba ya nchi. Haya ndio mabadiliko tunayotaka, ndio reform tunazozipambania. Kwamba nchi hii ina sheria zimeandikwa, hazifuatwi na hakuna mtu anayeweza kuhoji. Ndio maana nakupa mfano, kuna wabunge 19 walifukuzwa wanachama wa Chadema. Wako bungeni mpaka tunapoongea dakika hii, wanakula posho, mishahara na watafuta kinwa mgongo. Wanawakilisha chama gani? Inawezekana kuna sheria isiyoandikwa kwamba kuna wabunge huru au binafsi. Ndoto zimeona kwa sababu ya kiburi na misimamo ya viongozi au ni maamuzi ya baraza kuu, kamati kuu na mkutano mkuu ambao ulikuwa mwanachama, ulikuwa kiongozi wakati huo. Katika mkutano wetu wa tarehe 3 Aprili, tulisema hakuna nyaraka ya chama au azimio la chama linalosema tusishiriki uchaguzi. Ila kuna azimio linasema tupambanie, tutaendelea na mapambano ya vuguvugu la kudai mabadiliko. Na vuguvugu hilo halijaanza jana wala juzi, limeanza tangu mwaka 92. Wakati mfumo wa vyama vingi unaanza, Jaji Nyalali alibainisha sheria mbovu, akasema hizi kwa mfumo wa vyama vingi hazistahili kuwepo. Kwa sababu mapambano yaliyoanza jana, yaliyoanza juzi, wakati mwenyekiti Mboya tuwepo, limeanza tangu zamani. Hakuna azimio la kamati kuu ya chama hiki lililowapa viongozi wakuu mamlaka au katibu mkuu mamlaka ya kutokwenda kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Hakijafanyika kikao chochote cha mtandaoni au cha ana kwa ana kikamwagiza katibu mkuu usisaini kanuni za maadili. Hakipo. Sasa mtafute katibu mkuu muulize, hii mamlaka ya kutokwenda kusaini kanuni uliitoa wapi? Ya kuua ndoto za wanachama wa chama hiki. Kinyume na katiba ya chama hiki, ibara ya 4.1.1 inayosema malengo ya chama hiki ni kushiriki uchaguzi na kushinda chaguzi za kidemokrasia. Wakati tunapambana kutafuta hiyo demokrasia, tunapaswa tushiriki. Na ndio ulikuwa ushauri wetu, tupambane tukiwa ndani. Leo tumeshatoka nje. Tume imeshatutoa kwa kanuni ya 1.5. Tunasema tunakwenda kuzuia uchaguzi. Unataka kuzuia kitu ambacho wewe haumo. Wewe hauko kwenye hiyo ligi. Wewe uko ligi ya Mchangani, unapambana kuzuia ligi kuu ya NBC. Are you serious? Au shiriki ligi? Alafu unasema unapambana kuzuia ligi. Sasa unazuiaje wakati wewe sio mshiriki? Mwenye kuweza kuzuia ni yule ambaye yuko kwenye ligi, anatumia kanuni za ligi kuzuia ligi. Lakini wewe haupo kabisa. Alafu unataka kuzuia ligi. Ni mambo tu ya kujaribu kuhadaana. Ndio maana tulishauri tangu awali tarehe 3 kwamba chama kikasaini kanuni tarehe 12. Imegoma? Leo wanajitokeza wanasema tume haikufanya sawa sawa kutuondoa kwenye uchaguzi. Kumbe walikuwa wanataka kushiriki uchaguzi lakini hawataki kuwa wazi. Kwa sababu ukiwaona sasa leo wanalalamika kwamba tume haina mamlaka. Kwa nini imetuondoa? Kanuni hazina mamlaka. Hebu nyinyi mmesema hamtaki kushiriki uchaguzi. Sasa mnalalamika nini? Ya tutafakarishe sote. Una shida mahali. Na nafikiri nimejibu maswali yenu. Kuna swali umejibu hapo, naomba niongeze. Kuna hoja umeibua kuhusiana. Hebu sema. Kama chama maazimio kilikuwa kimetoa maazimio kwenye vikao kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko reforms, hakutakuwa na uchaguzi. Na mpaka kanuni zinakwenda kusainiwa, wewe pamoja na wenzako mnakiri kwamba hakuna hizo reforms ambazo zimetokea. Na msimamo wa chama ni kwamba kama hakuna reforms, hatutakwenda kwenye uchaguzi, hatutashiriki na hatutazuia uchaguzi. Mnyika kama katibu mkuu alipaswa kwenda kusaini fomu za maadili, wakati mpaka fomu zinasainiwa hakuna reforms ambazo zingewafanya mshiriki uchaguzi. Kwa nini Mnyika onekana amekosea kwenda kutokusaini wakati maazimio ya chama ni kwamba hakuna reforms, hakuna election? Uone hapo kuna contradiction. Hapana. Sasa nyinyi mnafanya mdahalo. Hebu subirini. Hapana, hiyo tutakuwa tunafanya mdahalo. Naomba jambo moja. Maazimio yetu na tunayaunga mkono. Tunataka reforms za kiuchaguzi. Hata sisi G55. That's our position. Viongozi wa dini mahubiri ya Pasaka wamedai reforms na tumewapongeza. Lakini hakuna mmoja kati yao aliyesema tuzuie uchaguzi. Na tarehe 3 Aprili tulitahadharisha chama, tunapoteza wadau muhimu tunapowaambia tutazuia uchaguzi. Wanajua maana ya kuzuia uchaguzi. Na leo tumesema kuzuia uchaguzi ni sisi wa Chadema tujitokeze siku ya uchaguzi kwenda kupambana na wananchi wenzetu wanaokwenda kupiga kura. Alafu hapo mnasema kutakuwa na amani. Kwamba damu haitamwagika. Kwamba tukishiriki uchaguzi ndio damu itamwagika. Lakini siku ya uchaguzi tukitoka kwenda kuzuia wale wanaotaka kwenda kupiga kura, ili huo uchaguzi usifanyike, kutakuwa na amani. Hawisi sisi tunadanganyana kama watoto. Katibu mkuu kutokwenda kusaini maadili, nimesema aulizwe alipewa hayo mamlaka na kikao gani? Kwa sababu unapopambania reform hujitoi mchezoni. Mwaka 2019 tulipambania reform kwenye kanuni, wakakataa kuzibadili, walipotuengua wote tukaamua kujitoa kwenye uchaguzi. Na tulifanya kikao cha kamati kuu Dodoma, ikafikia maamuzi. Lakini leo tunajitoa makusudi kwa kutokwenda kusaini kanuni. Alafu kunje tunasema tutazuia uchaguzi. G55 tulishauri walipaswa kuingia mchezoni. Unazuia mchezo ukiwa sehemu ya mchezo. Wewe uko nje ya uwanja unataka kuzuia mchezo usifanyike, wakati sio mhusika, unawezaje? Kwa mimi nafikiri ndio mambo ambayo tuliyaeleza mapema. Badala yake kuna vimaneno wa waasi wanatumika. Kwa kweli kama ni kutumika tunaweza kutumiwa na wale wenye ndoto. Nimesema tunaongea tu kwa niaba. Tusiwe chama cha kuua ndoto za watu, ndoto za wananchi. Kuna wananchi wana madiwani wabovu sana, wanatunga kanuni mbaya sana za halmashauri. Wananchi hao wanatamani wawe na diwani wa Chadema, watakapokwenda kubadilisha hizo kanuni. Ili Dar es Salaam hapa tulipochukua, mapato mlikuta shilingi ngapi bwana Senga? Tuliyapandisha mapato ya jiji. Shinyanga bwana Ntobo ulikuwa diwani? Mlikuta mapato yako kiasi gani mkayafikisha wapi? Kutoka bilioni 2 mpaka bilioni 4 kwa miaka 5. Na hizo fedha zinarudi kuhudumia wananchi, ndicho tunachotaka. Na hata hizi reform tunasusa uchaguzi. Haya, CCM sasa hawataki. Lakini tungeingia bungeni, tukawa na wabunge wengi, sisi tungeweza kuja kuzidia hizo reform hata kuandika miswada binafsi. Sasa unawaachia wabaki peke yao afu unawataka kuletea reform wao wenyewe. Hicho ndio kitu ambacho G55 tunaona hapana, this is wrong. Hata watu wana nia ya kuleta reform, wataleta zinazowanufaisha. Si wao tu wako bungeni. Nani atawa challenge? Kwa hiyo tunaeleza haya kwa nia njema kabisa kwa chama chetu na taifa letu. Mimi niwashukuru sana. Nitawaita tena. Ndugu Kinabo, njoo ufunge press yako bwana. Na nimtambulishe tu. G55 na kiongozi mmoja, katibu au mratibu.
Mheshimiwa Mrema, na kushukuru sana kwa niaba ya G55 kwa kuwasilisha hoja zetu sawa sawa na kwa kujibu maswali ya waandishi wa habari kwa kina na kwa usahihi sana. Tunakushukuru sana. Na niombe tu kwa ruhusa yako, maana nisingependa kuharibu kazi nzuri unaifanya, lakini fafanue tu kwa msisitizo wa waandishi wa habari mambo mawili kwa ufupi sana. Kuna dhana inajengwa inayojaribu kutujengea picha kwamba G55 ni kundi fulani hivi la kimkakati ambalo lilianzishwa kwa makusudi ya kupambana na chama, ya kukipinga chama, ya kufanya uharibifu dhidi ya chama. Na dhana hii pia imeulizwa swali, sababu ya kuzungumza ni kwa sababu limeulizwa swali na ndugu John Marwa wa Jambo TV kwamba sisi tunafanya destructive, tunafanya uharibifu dhidi ya chama. Kwa ningeomba kufafanua kidogo. Kabla ya katibu mkuu wa Chadema kualika watiania katika kikao maalum kilichokuwa na ajenda ya kujadili hali ya siasa na kujadili mwenendo wa chama katika kupigania chaguzi huru na za haki, kabla ya mwaliko huo hakukuwa iko na kitu kinachoitwa G55. Kwa hiyo hakukuwa na hiyo njama, hakukuwa na hiyo hila, hakukuwa na huo mpango unaodhaniwa kuwa ni mpango ovu. G55 tuliibuka baada ya chama chenyewe kupitia kwa katibu mkuu kufungua milango ya kutaka sisi watiania, sisi wanachama wake tujadili ajenda ya chaguzi huru na za haki. Kwa hiyo tuliruhusiwa kujadili. Sasa unapopewa fursa ya kujadili, maana yake umepewa fursa ya kutoa mawazo yako. Sasa tukaandaa mawazo yetu katika mfumo wa maandishi, tukawasilisha waraka ule. Baada ya pale na mpaka leo waraka ule haujawahi kujibiwa rasmi. Tunasikia tu maneno, hawa wanapinga msimamo wa chama, hawa wanaharibu chama. Tunaharibuje chama wakati tulialikwa tutoe mawazo yetu? Mawazo yetu sio lazima yalandane 100% na msimamo wa chama. Kwa hiyo naomba dhana inayopakaza, tunapopakaza matope kwamba tunapinga chama, hapana. Sisi tulialikwa na chama kutoa mawazo yetu, na mawazo yetu ndio yamekuwa hayo. Lakini la pili, na waandishi wa habari, naomba mnichukue pia kwa makini. Msimamo wa chama una mambo mawili tu makubwa ya msingi. Kwanza, chama kinadai reforms, amefafanua sana Mheshimiwa Mrema. Sisi G55 pia tunadai reforms, tunaunga mkono hiyo. Lakini sehemu ya pili ya msimamo wa chama kinasema iwapo reforms hazitopatikana kwa wakati, chama kitazuia uchaguzi. Sisi tumesema kuzuia uchaguzi pia tunaunga mkono, lakini kama kutakuwa na haja sana ya kuzuia uchaguzi, basi tukauzuie tukiwa ndani ya uchaguzi. Kwa hiyo utaona hata hilo la kuzuia uchaguzi pia tumeliunga mkono, lakini hatuoni utekelezaji wake iwapo utakuwa nje nini ya uchaguzi. Sasa kwa msingi huo ni kwamba hatujapinga na wala hatujatengua msimamo wa msingi wa chama, isipokuwa tulitoa ushauri uliokuwa na lengo la kuboresha mkakati wa nini wa utekelezaji, na nisingependa kuingia kwa undani sana. Lakini jambo la pili ambalo tunapakazwa matope ni kwamba sisi tumehongwa, sisi ni waasi, sisi ni wasaliti. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi, chama tayari kimekwisha jiondoa kwenye uchaguzi, na tuliwashauri mapema twende kwenye uchaguzi. Usipokwenda kwenye uchaguzi, tafsiri yake ni kwamba unamsusia, ukimsusia nyani shamba la mahindi utavuna mabua. Tukasema twende kwenye uchaguzi ili hao watu wasipite bila kupingwa. Sasa tujiulize, sisi tunaotaka tukapambane na CCM na wenzetu wenye mwelekeo wa kutaka CCM ipite bila kupingwa, yupi anaweza kuwa amehongwa? Kwa logic ya kawaida ungetarajia wanaotaka kuiachia CCM ipite bila kupingwa ndio wangeweza kuwa wamehongwa. Lakini sisi hatutaki kusema hivyo, kwa sababu tunajua hizi ni tofauti za nini? Za kifikra. Kwa hiyo tunakisihi chama chetu kisimame kwenye hoja, kitazame nia njema ya ushauri uliokuwa tumetoa. Ushauri wetu ulikuwa na nia njema sana. Hakuna aliyehongwa, wala tuseme chama kimehongwa kwa kusimamia tusimamia, na hata sisi hatujahongwa, kwa sababu nia yetu ni kuepusha hatari ya CCM kupita bila kupingwa. Nia yetu ni kuepusha ndoto, matarajio, matumaini ya Watanzania ambao siku zote wamekuwa wanahitaji kuongozwa na chama na sauti mbaya na bungeni na kwenye vyombo vya maamuzi ya serikali. Kwa hiyo hii mchezo wa kutumiana, kupakana matope, si utamaduni na sio msingi mzuri wa hoja na demokrasia ndani ya chama chetu. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa kutusikiliza mpaka hapo. Wakati mwingine, asante sana.